lionekane kwamba tuna nafasi kubwa sana. Hii yote ni nafasi yetu ya Muzdalifa. Kwa hiyo uwezo wa kuongeza class uko mpaka secondary. Sio tu stream mpaka secondary. Maana wanafunzi wetu wengi wanapata msingi. Basi ndugu zangu watazamaji wapendwa, hapa tuko Muzdalifa Mwakidila. Mimi nikipenda kabla hatujazungumza mambo mengi, kwanza nizungumze na ndugu yetu Tahir ambaye yeye ni mtoto wa ndugu yetu Twaha, ambaye ndugu yetu Twaha ndiye msimamizi wa mabasi ya Tawakkal na pia yeye ndiye msimamizi wa kituo kama hiki. Lakini hivi ndivyo inavyotakiwa. Yani huku uwe msimamizi wa mambo ya kibiashara, ya kibinafsi, lakini pia upande wa pili uwe msimamizi wa mambo ya khairati, mambo ya kidini. Lao tukienda na style namna hii, basi tutaweza kuisaidia jamii kwa kiasi kikubwa. Ni pongezi, ingawa najua hakukosekani changamoto juu ya jambo kama hili. Yani mtu kutaka kuanzisha mambo ya khairati hakukosekani, lakini ikiwa wafanyaji biashara watakuwa namna hii, basi tutasonga mbele. Labda haswa markazi hii ya Muzdalifa Mwakidila ilianza mwaka gani, na je sababu ya kuanzisha jambo hili ni gani? Ilianza, lakini kabla hatujaendelea, namuona Sheikh Sudi yuko mbali, hataki kuingia katika kamera kule, ambaye yeye ndiye mwenyeji wangu na ndiye ananifungua macho. Katika ukiniona eneo lolote katika maeneo ya Tanzania, basi jueni Uncle Sudi, Sheikh Sudi, yeye ndiye anayenitembeza inshallah. Naam, hiki kituo kilianza mwaka 2015 takriban, au pengine kabla hapo katika zile hatua za awali. Lakini skuli rasmi kuanzisha madrasa ya kwa ajili ya kusomesha ilianza 2015. 2015. Labda sababu ya kuanzishwa kituo kama hiki ilikuwa ni gani? Kwa hakika sababu ilikuwa ni kulea mayatima kwanza, na hasa ilikuwa ni kulea maalbino wakati kukiwa na zile taharuki za usumbufu usalama wao na nini. Ndio chanzo kilichoanzisha kwamba mzee atake kuweka sehemu ambayo anaweza akawasaidia makazi wale watoto maalbino wakati ule. Lakini baadaye ikabadilika, ikawa kwa sababu za kiusalama akaona wacha tu, kwa sababu wazo limeshakuja, akaanzisha nursery school pamoja na madrasa. Ndio mwanzo wake hapa. Okay. Ndio. Mashaallah. Labda tukija kwa sister yetu ambaye wewe ndio msimamizi wa hapa, labda waweza kutuambia capacity ya markazi hii ni gani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Capacity yetu paka sasa ni 310, kwa sababu samahani 370. Isipokuwa wameondoka tayari wanafunzi 38 kutoka darasa la 7. Kwa hiyo tunao capacity ya kutosha na alhamdulillah tunaendelea. Isipokuwa kuna wanafunzi wengi wanataka kuja. Isipokuwa tuna stream moja peke yake. If only tuna stream 2 ambayo madarasa yetu yangeongezeka kwa mara ya 2, tunarudisha wazazi kila siku. Hiyo ndio shida yetu. Hivyo kuna upungufu wa madarasa? Yes, kuna upungufu wa madarasa na capacity iliyoko nje ni kubwa na iliyoko ndani ni ndogo. Ndio. Labda kwa upande wa walimu, na walimu wangapi? Walimu tunao walimu 11 ambao wametoshiana na pia tunahitaji zaidi. Kwa hivyo kabla hatujaenda mbele, ni kwa ndugu zangu watazamaji wapendwa, kama mnavyoona ni kheri kubwa hii, yani kupatikana kituo kama hiki kikubwa cha kuweza kupokea wanafunzi ambao ni mayatima peke yake ama? La, tuna mayatima, tuna wenye mahitaji, kwa sababu sana tunafuata mayatima peke yake. Lakini kuna watu ambao wana shida, si mayatima lakini wana shida. Hao pia tunawachukua. Na ambao pia wana uwezo lakini wanataka kufuata English medium yetu. Ni katika English medium ambayo sio ghali. Unaona? Kwa hiyo tuna watu wengi wanatuhitaji. Labda waweza kutuambia idadi ya mayatima ni wangapi na idadi ya wanafunzi ambao kwamba ni maskini hohehahe ni wangapi? Mayatima wetu wanafikia karibu 50%. Almost 50%. Ama sio Mr. Director. Na also wanaohitaji need out of the 50, it's almost like 50% making it 100 out of the 50, ni kwamba tuna almost 40% ambao ni needy. Yes.
So tumebeba capacity kubwa ya wahitaji, na tunacho receive as from the fee payer is less, almost half of it. Yes. So ni mahali ambapo mtu akitia mkono wake itakuwa ni khairati kubwa. Na kila anayelipa fees hapa amesimamia watu wawili, maskini na mayatima. Ni jambo kubwa, sio tu kuingia kwenye shule hii ukaleta mwanafunzi wako, bali pia unaongeza katika mkono, unaongeza kwenye fees, unaongeza kwenye khairati yako. Yes. Mtuambia miongoni mwa changamoto ni kwa yahitajika madarasa yaongezwe hapa na walimu waongezwe. Lakini je, katika hawa wanafunzi mlionao ambao hivi sasa mna maintain au mnawafundisha hapa na mnawapa mambo mbalimbali, chakula, sio mayatima wanalala hapa? Hatulali mayatima. Isipokuwa kuna wawili watatu ambao ni kama watoto wetu wapo wanalala hapa. Kwa hivyo katika hili jukumu kwa hivi sasa muendelea nalo, kuna changamoto ndani ya hili. Yaani tuache masuala ya kuongeza madarasa na walimu. Hapa hivi sasa kuna changamoto yote ndani? Kwa sababu sisi tujui asubuhi watoto wamekujaje kutoka nyumbani. Kwa hiyo tunawapa chakula break time. Hiyo iko katika mfuko yetu. Hapo mchana tunawapa chakula. Hiyo iko katika mfuko wetu. Na kama nilivyosema ni almost half ambao ni fee payers, ambao pia hao fee payers pia sio kama wanalipa kikamilifu. Kwa hiyo mara nyingi sana inabidi tutie mikono mfukoni, tutoe hela kutoka za chakula. Kwa hiyo hapo kuna changamoto pia ya chakula na madaftari, vitabu, on all such things. Yeah. Basi tutafurahi iwapo, najua tunaangaliwa na watu wengi kutoka maeneo mbalimbali, na najua kuna wapenda kheri wengi hupenda kusaidia mambo kama haya. Basi tutafurahi iwapo mtaasiliana na wasimamizi wa chuo kama hiki. Tutaweka namba zao ili mpate kujua more information kuliko haya ambapo kwamba wameyazungumza, lakini kuna mengi ambapo kwamba ukipiga simu utaweza kuyajua, na ikiwa uko karibu na eneo hili utakuja kutembelea, basi bila shaka utaweza kusaidia kwa kiwango kikubwa, na jaza yako itaipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila siku tunasema kwamba hakuna mambo mazuri ya kusaidia kama mambo kama haya. Wengi wetu tunaona wanatoa pesa nyingi sana kupita kiasi kusaidia mambo kwamba hayana maana. Tunayaona katika social media. Ni pesa nyingi zatumika, uone uwanja umekusanya watu zaidi pengine 10,000, 20,000, na ukiangalia ni mambo maovu yanafanyika pale, ni waimbaji, ni hivi. Muimbaji mwenyewe ukiangalia pale ameletwa na tajiri ambao kwamba ni kati yetu sisi, na ametoa pesa nyingi, ambao pesa kama ile lau robo yake aileta hapa, basi amejenga mujtamaa, amejenga umma. Kwa hivyo tutafurahi iwapo mtaasiliana na wasimamizi wa markazi hii ili mpate kujua namna gani mtaweza kusaidiana kuiendeleza mbele jamii ya Kiislamu. Ni Waislamu peke yake mnaofundisha hapa ama? Ndio, ni Waislamu peke yake, na sio kwa sababu nyingine yote, ni kwamba wengi wanaokuja ni Waislamu, unaona. Alafu pia tunakuwa na program nyingi za usaidizi, sio tu wanafunzi, mpaka wazazi walioko kule ndani nyumbani. Siku za Ramadhani tunafungua michango, watu wanakuja wenye kuwa wapenda kheri wanaleta, ama sisi wenyewe pia tunajitafuta, tunapata, tunapeleka vyakula majumbani. Kwa sababu asubuhi hakuna tena breakfast, mama break, lunch hakuna tena, ni muda wa Ramadhani. Kile tulokuwa nacho na wanaoleta wengine, basi tunasaidia hapa tukapeleka na majumbani. Watoto wakitoka shule, nyumbani kuna chakula kipo. Kitu chengine hata pia tunapokea usaidizi wa nguo za mayatima, za Idi, na mashallah wanaotuletea hawatuletee zilokuwa zishavaliwa, wanatuletea mpya ziko kwenye mfuko. Na wale ni mayatima na wataka kile unachokipenda na wao wapendelee lile la kheri. Kwa hiyo nguo, vitabu, viatu, chakula, vitu vyote tunapokea kwa wazazi na kwa wanafunzi. Yeah. Kwa upande wa taalimu, nafikiri ni integrated, mnasomesha integrated madrasa na skuli. So asubuhi wanasoma school at 2:20, saa 8:20 wanafanya madrasa. Siku ya Ijumaa tunakuwa saa 8 nzima baada ya swala, sisi tuko msikitini kwetu pale, wanafunzi wetu wanasoma dini.
Naam. Barakallahu fik. Nafikiri ndugu zetu watazamaji watapenda mweze kupata picha hata kama si kamili, lakini picha kubwa ya markazi hii. Basi tuendelee kuambia jaribuni kuungana na wasimamizi wa markazi hii, muangalie namna gani mtasaidiana kuweza kuikuza khairi kama hii. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda za kututembeza ni tutaelezea tu baadhi. So area yetu japokuwa madamu tumelalamika kuhusu madarasa, lionekane kwamba tuna nafasi kubwa sana. Hii yote ni nafasi yetu ya Muzdalifa. Kwa hiyo uwezo wa kuongeza class uko mpaka secondary, sio tu stream mpaka secondary. Maana wanafunzi wetu wengi wanapata msingi, lakini sekondari mara nyingi wanakuwa unless labda umefaulu sana ndo tujikwae tena tujikwaze tuwasaidie, lakini msaada unapatikana kuanzia nasari mpaka tunafika class 7 ambao sasa imeisha, itakuwa ni class 6. Secondary watoto hawana njia ya kujikimu. Hii ni class 1. Naona hii ni class 1. Hiyo ni class yetu. Assalamu alaikum. Kaifa halukum? Wameshangaa wenyewe. Basi ndugu zangu watazamaji wapendwa, kama mnavyoona alhamdulillah ni kighafla tumekuja, mashallah tuwaona wako wachangamfu. Tumeingia katika kusalimiana wao kwa lugha ya Kiarabu, mashallah wamejibu kwa ujasiri. Tumeingia kwenye how are you, mashallah tuwaona kuwa wako sawa alhamdulillah. Walimu tukisema wako sawa wao, walimu wao wako sawa mashallah. Lao kama ingelikuwa hakuna ingelikuwa mpaka dakika hii wanitizama tu. Ahsantum, fanyeni bidii sawa kupitia ilmu asante jamaa. Naam. We have our nursery section. This is KG2 and the next class is KG1. Here is KG1. We have our kitchen. Can I show you the kitchen? We have some issues maybe. Okay. Hapa ndo dining hall yetu. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Hapa ndio dining hall yetu. Watoto wetu wanapopata uji asubuhi na chakula cha mchana, na hii ndo hali wanakaa chini kama vile inavyokuwa. Chakula chetu tayari kiko tayari. Leo tutakula mboga na sima ama ugali kwa kininio. Isipokuwa changamoto yetu hapa jikoni zaidi, apart from kwa sangine chakula, tunatakiwa na serikali tuwe na jiko kama hizi. Na hii jiko ziko aina 3. Hii katikati kuna kubwa zaidi na ndogo zaidi. Kwa hiyo mpaka sasa alhamdulillah tumepata moja, isipokuwa bado 2. Hapo atatuambia bwana director. Sasa kwa kuwa hatuna za kutosha, mara nyingi tunafika kwenye kuni na ambayo sio jambo linalokubaliwa. Tumerudi kule nyuma kwa zamani ambapo expenses zinakuwa nyingi, makuni na nini. So we need more of this majiko. Kuna setting ya
Kutoka eneo hili sasa tunaenda upper classes. Upper classes, this is class 2, and as you see, problem ya kwamba wanafunzi ni wengi, tuna class 2 mbili. Hii ilitoka bahati, walikuwa watu wengi, we had to take, but to prove that we need 2 streams is this. We have 2 full classes ya class 2. This is our staff room. That's class 3. And this is class 4. Assalamu alaikum. Ijlisu. Class 4 wanafanya exams in Tanzania kama candidates wa kawaida. This is class 5. And that is class 6. We don't have class 7 anymore because class 7 wameshamaliza exams, and that's the class for class 7. That is our office tunapokaa, and maybe you can also see our mosque ambayo it's a community mosque. Watu wote walioko karibu ya Mwakidila wanasimama, ama wapita njia wanasimama wanaingia, na wanafunzi wetu pia. So we make sure the time wako school lazima watoto wote waingie masjid. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.